kazini umeachishwa, kwenye ndoa yako misukosuko inatokea, wakati huo Mungu anasema inatakiwa ukae kwa utulivu, ukipima yale unaoyasema, yale unaoyatenda. Unatembea kwa namna gani kwenye eneo la kuwaza? Unatembea kwa namna gani kwenye eneo la kutazama juu ya yale unayokutana nayo? Mungu anasema katika hayo tumjue yeye, tumuelewe yeye zaidi, tumfahamu yeye zaidi, tumjue hakika kwa kina katika hayo ambayo tumekuwa tunayapitia. Ndipo hapo anasema mtu atakayepanda katika mwili wake atavuna uharibifu. Lakini wakati wa mchana nikakwambia unamwakilisha Mungu, yaani nuru. Maana yake kuna raha, kuna amani, kuna maongezeko, kuna kupendwa, kuna kuwekwa karibu. Maana yake ni wakati wa Mungu. Sasa tazama yale ambayo uliyapanda wakati wa giza, ukiwashiria na mwili wako unakuja kuyavuna wakati wa nuru. Mwambie Mungu, ni kweli niliyapanda haya, ni kweli niliyasema haya, ni kweli niliyazungumza haya. Leo nimekukimbilia wewe, maana nimejua kuna majira na wakati. Yako majira ya kupenda na majira ya kukataa, ya kukasirika, ya kuchukia. Kuna majira ya kuzaliwa na kuna majira ya kufa. Majira ya kuzaliwa, jambo fulani nilifurahi, lakini majira ya kufa, ile jambo lililozaliwa, niliongea maneno mabaya, nilisema maneno mabaya. Unasema kuna majira ya vita na majira ya amani. Majira ya amani nilisherekea, lakini majira ya vita nilisema maneno mabaya. Kumbe yale niliyoyasema tayari ni mbegu imeota, yananipata wakati wa amani. Mwambie Yesu, niko mbele zako, nimejifunza neno lako ya kwamba iko nguvu ya kuyajua majira. Hiyo nguvu iliondoka ya kuyajua majira, na ndio maana ninapopitia changamoto nasikia vibaya na kuzungumza mabaya. Kumbe ni majira yangu yamefika ya kunisaidia, ni majira yangu yamefika ya kunivusha. Kama tunavyoona Farao asiyemjua Yusufu alipokuja, ilikuwa ni saa ya kutoka kwa wana wa Israeli waende katika nchi ya raha. Wende na wewe, amekuja Farao asiyemjua Mungu wako, anakutesa kwenye ile eneo, anakusumbua kwenye uzao, anakusumbua kwenye ndoa, anakusumbua kwenye uchumba, anakusumbua kwenye elimu yako, anakusumbua kwenye